Mwanaharakati wa masuala ya haki na masuala ya siasa kutoka Kenya ambaye anajulikana kama Boniface Mwangi bwana, kwa mara nyingine tena ametoa tamko ambalo naweza nikasema ni kama ni matusi makubwa sana kwenda kwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na kwa maneno yake na caption ambayo alikuwa ameiweka kupitia Instagram yake kwake bwana, alikuwa amemuita ibilisi na kumuita shetani na pamoja na matusi mengine mengi sana. Sasa hii ni picha ambayo alikuwa ameiweka kwenye Instagram yake kwake, lakini akameka caption ndefu sana kwa lugha ya Kiingereza ambayo nilifanikiwa kuisoma na nikaelewa baadhi ya vitu ambavyo alikuwa amevisema, na kusema kwamba Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wa Tanzania sasa hivi aliyeingia kwenye madaraka kuanzia Machi tarehe 19 mwaka 2021, aliunda historia kuwa ni mwanamke wa kwanza kuingia madarakani kuwa rais kutoka Tanzania, lakini pia kumfanya kuwa mwanamke wa 6 Afrika nzima kuweza kushika usukani kama rais wa taifa. Lakini sasa hivi anasema kwamba ameishia kuharibu sifa hiyo kwa kuwa shetani. Na amesema kwamba tokea ameingia ofisini bwana, amekuwa na tuhuma nyingi sana za kuweza kuwateka watu ambao wanaonekana kabisa kwamba wanamkosoa kwa namna yote ile. Lakini pia sio masuala ya utekaji tu, amesema pia masuala ya kuwanyanyasa watu kijinsia na pia masuala ya kuua watu ambao wanaonekana kabisa kwamba wanamkosoa kwa njia yote ile. Sasa amesema kwamba watu wengi ambao wamehusika katika kupitia mikono yake kwa njia ya kudhulumiwa ni pamoja na watu ambao wapo kwenye chama pinzani. Anasema kwamba wanaharakati pamoja na wananchi wa kawaida tu ambao wameweza kupata kuweza kukamatwa na kupitishwa katika mateso kwenye mikono yake na kwenye uongozi wake. Lakini pia amesema kwamba ripoti za mashirika ya haki za kibinadamu yameweza kusema kwamba kuna mamia ya watu ambao wameweza kukamatwa toka Oktoba ya tarehe 20 ama ambao wamepangiwa kukamatwa na wengine washakamatwa tayari ili wasiweze kushiriki katika uchaguzi wa Oktoba 29. Sasa nasema kwamba Samia Suluhu Hassan ambaye anazidi kumuita ibilisi kupitia caption hii hapa, anasema kwamba atakuwa anaingia kwenye uchaguzi dhidi yake yeye mwenyewe, na kusema kwamba ameweza kuzima sauti za wapinzani wake wote. Lakini pia ametaja miongoni mwa watu ambao wameweza kukamatwa akiwemo Polepole, na kusema kwamba amejihusisha katika kuweza kuwapiga stop na kuwanyamazisha wapinzani wake wote ambao wanajaribu kabisa rekebisha kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia kingine ambacho amekisema ni kwamba itafikia hatua, anasema kwamba baada ya kuweza kuapishwa, yani anasema kwamba atakuwa anaapishwa tarehe 5 Novemba ya mwaka 2025. Anasema kwamba baada ya kuapishwa kwake tu, anasema kwamba mwisho wa siku chama chake ambacho ni CCM, Chama cha Mapinduzi, kitakuwa kinatumia mbinu zote zile ili kuweza kumuondoa kwenye madaraka. Na sijui hizi taarifa ama hizi tuma na amezitoa wapi, na kusema kwamba mwisho wa siku chuma chake kiko motoni, kusema kwamba kwa chochote ambacho anakifanya mwisho wa siku kitamrudia tu. Sasa inaonyesha namna gani bwana Boniface Mwangi ana mambo mengi sana na ana hasira nyingi sana dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan, na ikizingatia kwamba Boniface bwana alishai kukamatwa na akapitia mateso hayo kwenye mikono ya jeshi la polisi la Tanzania takriban kama miezi 3 ama 4 iliyopita, baada ya kuweza kukamatwa kwa tuhuma za kwamba alikuwa amekwenda kuchochea ghasia na vurugu kule Tanzania. Sasa baada ya caption hii hapa bwana, ni caption ambayo pale chini imepata comments nyingi, na sio kutoka tu kwa Tanzania pekee, imepata comments nyingi sana kutoka kwa raia, wananchi wa Tanzania, Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla. Sasa sijui utakuwa na maoni gani kuhusiana na hili? Drop pale chini kwenye comment section uniambie.